Yeah. Na ndugu zangu wapendwa, amani iweze kutawala miongoni mwetu. Ambaye niko mbele yenu kwa sasa ni Dr. Abdul Karimu, ama unaweza kaniita Dr. Matumbili. Niko hapa ama Shehe Abdul Karim. Niko hapa kwa ajili ya kuwapa somo kubwa, somo zito kabisa. Kuna watu wanachanganya vitu viwili baina ya majini na mizimu. Sasa leo nimetaka kuweza kutofautisha hivi vitu, watu wakaweza kupata elimu, wakaweza kuelewa kiundani zaidi mizimu ina nafasi gani na majini wana nafasi gani. Kwanza tunapoongelea mizimu, manake tunaongelea ile nguvu ya asili iliyo ndani ya mtu. Na hiyo nguvu inapatikana namna gani basi? Hiyo nguvu ya asili ni roho ambayo inaendana na ukoo fulani wa mtu fulani husika, ambaye wazee wake walikuwa wakishughulika na mambo ya asili zamani. Basi ikafika wakati wao kuondoka duniani, wao wakaondoka, basi ile roho ndio inaendelea kufuatilia kuchagua ni nani ambaye anaweza akafaa kwa ajili ya kuendeleza taratibu za asili. Sasa ile roho inapoenda kumuingia mtu mwingine ambaye bado anaishi, ndio sasa tunasema mtu huyo katambaliwa na mzimu, kwamba sasa yuko katika mwongozo wa taratibu za kimizimu. Na majini huja baada ya mizimu. Majini huwa wanakaribishwa na mizimu. Sasa kati ya jini na mzimu, kipi chenye nguvu zaidi? Basi utaona kwamba mzimu una nguvu zaidi kushinda majini. Sawa sawa. Mtu yoyote, awe mwanamke awe mwanaume, kokote kule aliko, ukisikia mtu ana majini ya uganga, yani anatibia, basi ujue wazi kwamba majini hao wasingeweza kupata ruksa isipokuwa kwa idhini ya hao mizimu. Sawa sawa. Naomba nieleweke vizuri, watu waweze kuelewa. Mtu yoyote anayepandisha majini, ambaye anashughulika na mambo ya tiba, kuwasaidia watu katika taratibu za aina mbalimbali, kuwaondosha watu kwenye matatizo, kuwaondosha katika vifungo, kuwaondosha kwenye uchawi, kuwasaidia nyota zao ziweze kuwa na uhimara zaidi, basi mtu huyo akakaliwa na majini, basi ujue kwanza mwanzo kilichotangulia mbele yake ni mizimu. Maana mizimu ndio mwanzo huwa wanaanza kukaribisha majini. Mizimu ndio mwanzo inatangulia na kukaribisha wafalme wa kijini. Na ukaona kwamba mtu huyo basi ana majini wanafanya kazi vizuri, basi kuna makubaliano, kuna maelewano, kuna masikilizano baina ya mizimu, baina ya majini. Na mikubaliano inakuwa ni katika taratibu za mikakati, namna utendaji wa kazi, namna ya kupangilia majini, kila mmoja kwa nafasi yake. Mmeweza kunielewa kwa utaratibu huo. Kwa hivyo kilichokuwa na nguvu zaidi ni mizimu, alafu ndio inafuatia majini. Kwa hivyo kama itatokea kwamba mtu akawa ana malalamiko kwamba sipati ndoto, siwezi kuona tena kama mwanzo nilikuwa nikiona, basi ujue tayari kuna mtafaruku hapo baina ya mizimu na majini. Sasa ikishatokea mgongano, kukawa hakuna maelewano baina ya majini na mizimu, basi ndio kinapatikana kifungo. Unasikia mtu anakueleza kwamba uganga wangu naona kama umefungwa. Mwanzo nilikuwa nikipata wateja, lakini sasa sipati wateja. Mwanzo nilikuwa nikimpatia mtu ana shida yoyote, nikimpatia dawa inaweza kumsaidia, lakini sasa kila ninavyotoa dawa zangu zinakuwa sio zenye kufanya kazi, sio zenye kuwasaidia watu, sio zenye kutatua changamoto za watu. Ukiona dalili za namna hiyo, basi ujue tayari umeshapatikana na mgogoro wa kimizimu. Ina maana mizimu yako sasa haihitaji wale majini tena kukaa katika himaya yao, kwa sababu binadamu anapokuwa ametanguliwa na mizimu, manake mizimu ndio wanatawala nyumba hiyo, na mizimu ndio wanaamua majini wakae kwenye nyumba hiyo. Sasa ukiona kwamba ulikuwa na majini wazuri na mara uganga wako umeporomoka, mambo yako yanaharibika, basi ukae ukifahamu fika kwamba inapaswa kuweza kuangalia taratibu za kutambika, ili kuweza kurejea kufufua uganga wako mwingine tena. Kuna watu wengine wanatumia dawa za aina mbalimbali lakini bado. Kwa hiyo turudi kwenye asili, tusisahau asili, kwamba asili ndio ina nguvu zaidi. Na tunasema kwamba wewe kama hauna asili, maana yake hauna siri. Mtu asiyekuwa na asili hana siri. Kwa hiyo ujitahidi sana kuweza kuzingatia habari za kimizimu, na sio kupuuza ukaona kwamba ni ushirikina.
ni mambo ambayo watu wengi wamekuwa wakiyafanya. Waarabu wanafanya, na wengine wanafikia pahali kufanya mambo ya makafara. Ni vitu ambavyo vinaendana na vinaingiliana na sio ushirikina. Ni vitu ambavyo wazee wetu kipindi cha nyuma walikuwa wakienda katika mibuyu, katika miti mikubwa, wakaomba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Wakati huo dini hasijafika, na Mwenyezi Mungu anajibu kulingana na taratibu za kimizimu. Wao wanatambika na mvua zinapatikana. Lakini sasa hivi tumekuwa na mfumo wa kidijitali, tumekuwa na mfumo wa kigeni. Tunaona kwamba vile vyetu vya asili havina maana. Tunaangalia vitu ambavyo vya kismati, tunasema mambo ya kismati. Sasa haya mambo ya teknolojia ndiyo yanaharibisha mambo mengi. Tunaingia kwenye matatizo, familia zinakuwa sio zenye kuungana. Sasa hivi watu wanaangalia mtu yuko na simu muda wote, anashindwa kutekeleza majukumu yake, anashindwa kukutana na ndugu zake. Kwa sababu gani? Tayari tumesahau, puuzia asili zetu. Zamani tulikuwa tukikutana, tunakula vyakula vya pamoja, tunapata kuchinja wanyama, tunakula kwa pamoja. Vitu kama vile vinaijenga asili, vinajenga nguvu ya mzimu, na mzimu unakuwa na nguvu. Na ndio maana unakuta familia zingine zinakuwa maradhi yanawapishia mbali na vitu kama hivyo. Kuna baadhi bado wapo wanafanya mambo kama haya, lakini tulio wengi tumeamua kuyapuuza sana. Sasa kupuuza kwa mizimu ama kupuuza kwa taratibu za kimizimu, manake upelekea mtu kupoteza mwelekeo wa maisha. Na anapoteza namna gani? Manake sasa unaposahau asili yako, manake unakuwa hauna siri. Mtu ambaye hana siri manake hana maana. Na unapokuwa hauna maana, ndio tatizo linatokea sasa, kutokuthaminika, kutokukubalika na mambo mengi kadha wa kadha, malalamiko ya kukosa riziki. Kwa hiyo tusisahau kurudi majumbani, tusisahau kurudi katika asili ambayo tumekuwa tukilisishwa, na sasa tunaelekea kuiacha asili hiyo. Matokeo yake tiba ya asili inakuwa ni kama yenye uvamizi. Kwa hiyo tuangalie mizimu, tuzingatie mizimu, ili majini waweze kuwa na nguvu ya kutenda kazi kwa kushirikiana na mizimu. Na ndio maana sasa kumekuwa na wimbi kubwa la kuona kwamba kwa nini wachawi wanakuwa na nguvu kushinda waganga. Jibu ni rahisi sana. Jibu ni rahisi sana, kwa sababu wachawi wana miiko yao, waganga wana miiko yao. Utofauti unakuja kwenye mazingatio na utekelezaji. Kwa hiyo inaonekana sasa hapa kwamba wachawi wenyewe wana ushirikiano mkubwa sana na wanatekeleza mipango namna ambavyo wanapanga, lakini waganga wao ni wenye kupigana majungu na kuoneana choyo, na hiyo inapelekea sasa kufifisha mzimu. Na ndio maana sasa inaonekana sasa wanawapa daraja wachawi, na kitu ambacho sio sahihi. Mizimu ina nguvu, na mizimu ya uganga ina nguvu kushinda mizimu ya kichawi. Basi ndugu zangu, ni wenu Sheikh Abdul Karimu. Usichoke kuacha kuendelea kusubscribe channel yangu na kuendelea kutupa comment hapo, ili tuweze kuwa wengi, tuweze kupatikana wengi, ili muweze kuendelea kufuatilia zaidi masomo yangu, muweze kupata kila somo ninapolitoa, basi inakuwa ni vizuri. Kuna watu pengine wana matatizo ambayo nataka kuweza kumuona Sheikh Abdul Karimu. Unaweza kanipata kwa namba zangu za simu ambazo naanza kwa wale ambao wako nje ya nchi. Unaweza kaanza kwa alama kujumlisha 2556115339435, na wale ambao wengine wako ndani ya nchi, basi unaweza kanipigia kwa namba hiyo 0615339435. Kuweni makini, msichoke kuendelea kusubscribe, ili tuweze kuwaletea masomo zaidi, muweze kuelewa habari ya mizimu na majini katika ukubwa wake.